Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Lazima waelewe kwamba sisi hatukuwakimbia, tumefuata protocol za kimpira. Unajua ukiangalia ligi yetu hii, watu wanafanya mazoea sana ndani ya ligi yetu. Kwa hiyo mazoea yanazidi na sisi tuna kafa na iangalia ligi yetu na ukiangalia imepanda thamani. Kwa hiyo kuna vitu vya kitoto vikifanyika, sisi kama timu kubwa Simba Sports Club tunatakiwa tuonyeshe mfano wa kukemea hivi vitu. Tunakemea kwa mdomo, tunakemea, tunaomba, lakini mwisho wa siku watu watekelezi. Kwa hiyo itabidi tufanye action ili vitu vikamilike, yani haya mambo ya ajabu ajabu yatoke. Maswali yamekuwa mengi kwa mashabiki kwamba kwa nini mmeacha kwenda kupeleka timu yenu uwanjani ikiwa shida ni kwamba mmezuia tu kufanya mazoezi peke yake ya mwisho. Kisheria ni za ukifuatilia ya katiba ya bodi ya ligi, japo Simba kafanywa kweli kuzuiliwa kuto kufanya mazoezi, ila sio sababu ya wao kuto kupeleka timu uwanjani Simba Sports Club. Kwa vifungu vya kisheria kweli Simba anatia kwa upande mmoja. Ila sasa ukiangalia ligi yetu watu wanaleta mazoea na ligi. Simba inaonewa kwenye vitu vingi, Simba inavumilia. Kwa hiyo nafikia kipindi sasa lazima uongozi ifanye uvunjifu kama huu ili mradi vitu viende. Ili mradi vitu viende kwenye mstari, kwenye mfumo mstari. Unajua game ni ya Simba na Yanga. Mwenyeji Young Africans, Simba mgeni. Ukisoma kifungu cha sheria kinaeleza kipo wazi, kifungu cha kanuni kipo wazi kabisa. Kinasema timu, watu wanashindwa kuelewa. Kifungu kinasema timu mwenyeji inatakiwa impishe timu mgeni siku moja kabla ya mechi katika muda sahihi. Na timu mgeni anatakiwa kafanye mazoezi siku moja kabla ya mechi. Kwa hiyo ni siku moja, ilikuwa ni Ijumaa, muda wa mechi ni saa 1. Kwa hiyo Simba wameenda uwanjani ule muda kufanya mazoezi, tunakutana na kwanza geti limefungwa. Cha pili mabouncer wanakuja wa timu ambao mpinzani wetu, mabouncer wake wanakuja kutufukuza sisi pale uwanjani. Tafsiri sahihi kama klabu inajiuliza, kwani kanuni haijulikani? Kwa nini tufungiwe geti? Kwa nini mabouncer tufukuze? Hayo ndo maswali mawili, ndipo uongozi ukachukua jukumu la kuandika ile taarifa kwa umma. Na kanuni hiyo inaruhusu unapozuiwa kuingia uwanjani kwamba usipeleke timu uwanjani. Na ndio maana nilivyoanza nikasemaje, kanuni hairuhusu usipoingia uwanjani kuto kupeleka timu. Ila kuna watu wanaita mazoea na ligi yetu, wanatumia ukubwa wao kufanya ligi kama wanavyotaka wao. Kuna matukio mengi ya Simba yanamkuta kwa sababu inaonekana Simba kama inaonewa. Hivi ushawahi kujiuliza kwa nini wana Simba wengi wananyoshia kidole GSM? Ushawahi kujiuliza? Wewe ushawahi kujiwaza hata siku moja? Au ushawahi kuwaza kwani pale Yanga anaothamini ni GSM peke yake? Kuna SportPesa unaiona ile? SportPesa haijadhamini vilabu vingine. Ushawahi kuona mwana Simba au kiongozi wa Simba ananyoshia SportPesa? Hivi kwa nini GSM? Ngoja nikupe elimu. Nikupe elimu kidogo, na hizi ndio sababu sasa za viongozi wa Simba kuisusia mechi, kwa sababu wanaona watu wanaleta mchezo na ligi. GSM anatumia kivuli kwamba yeye ni mdhamini ndani ya Young Africans. Ila GSM kashapita kwenye udhamini. GSM mpaka sasa hivi ni mwekezaji. Tunaweza kurudi kidogo kwenye mfano wa ndoa. Unapoishi na mwanamke ndani ya miezi mwaka mmoja, sio mchumba tena, ni mke wako sheria za nchi. Kwa hiyo GSM japo hajasaini mkataba kama mwekezaji, lakini kwa mfumo aliokuwa nao mpaka sasa hivi 75.5% yeye ni mwekezaji, sio mdhamini. Ingekuwa mdhamini usingemuona mtu anamnyoshia kidole GSM. Kwa hiyo tafsiri sahihi ya mdhamini, unamwona Modeji kabla kuichukua Simba alikuwa na timu yake Singida ndio ilikuwa timu yake alizamini. Baada alivyochukua Simba akachana na Singida, akabaki na Simba kwa sababu yeye ni nani? Ni mwekezaji. Utofauti wa uwekezaji na mdhamini upo hivi. Ili uwe mwekezaji kwanza utakuwa mwanachama hiyo klabu.
Ili uwe mwekezaji kwanza utakuwa shabiki wa hiyo club. Kwa unavyomuona Mo Dewji. Mo Dewji ni mwanachama wa Simba Sports Club na mshabiki wa Simba Sports Club. Na yeye ndio mwekezaji wa Simba Sports Club. Kwa hiyo Mo Dewji akidhamini vilabu vingine, kuna wasiwasi utatokea kwa timu nyingine upangaji wa matokeo, kwa sababu yeye ni mwanachama wa Simba Sports Club. Naelewa vizuri. Na ndio maana wana Simba tunamnyoshia video nani GSM, kwa sababu GSM kashaka takaji ya wanachama wa Young Africans. Kwa sababu GSM Haribu GSM ni shabiki wa Young Africans. Kwa hiyo yeye pale ni kama mwekezaji. Kwa hiyo anavyodhamini vilabu vingine, anatengeneza sintofahamu kwa klabu nyingine kwamba yeye ni timu yake Young Africans na mwanachama. Kwa hiyo yeye lengo lake timu yake ipate urahisi ichukue ubingwa, na ndio maana umkuti GSM anakwambia Namungo bingwa japo kaidhamini. Ushawahi kumsikia GSM anakwambia Namungo bingwa? Ushawahi kumsikia? Lakini Mandala, kwani unataka kuonyesha kwamba mdhamini haruhusiwi kuwa mwanachama wa timu anayodhamini? Nimekwambia hapo kuna utofauti wa udhamini na mwekezaji. Ndio maana nakwambia GSM anatumia kivuli cha udhamini, kwa sababu mdhamini anaruhusiwa kudhamini vilabu vingi, lakini mwekezaji huwezi kudhamini vilabu vingine kwa sababu ni mwekezaji. Na nikakuchambulia kwamba ili uwe mwekezaji kwanza uwe mwanachama wa timu. Ili uwe mwekezaji lazima uwe mshabiki wa timu. Ila mdhamini sio mshabiki, sio mwanachama. Hata wewe hapo unaweza kwenda kuidhamini Yanga, unaweza kudhamini Simba hata kama sio mwanachama, wewe ni mdhamini tu. Lakini ili ugombee kwanza watakuwa wewe mwanachama. Ndio maana hata Mo ni mwanachama wa Simba Sports Club. Ni shabiki wa Simba Sports Club. Na ndio maana akisimama anakuambia Yanga bingwa. Mwenelewa nani anakuambia GSM Yanga bingwa? Kwa sababu yeye ni nani? Ni mwanachama wa Young Africans. Ila kujaje tafsiri wewe mdhamini umedhamini vilabu 10, alafu unasimama na klabu yako moja unasema Yanga bingwa. Unatujengea nini sisi picha watu wa mpira? Ndio madudu yanaongelewa hayo. Mandala, unamaanisha kwamba kilichofanyika juzi usiku ni kwamba na nyie kugoma kupeka timu yenu ni kwamba ni kwa sababu ya GSM? Yani ni moja ya matukio. Yani kiufupi Simba alichokifanya ameunganisha matukio kwamba hawa wanaichukuliaje Simba? Mmedhamini vilabu 8 tumenyamaza, viongozi tunacheza ligi. Tumeenda kucheza Pamba hata wamekuja kuvamia uwanjani tumenyamaza sisi. Si ndio? Mashabiki wote wanafanywa interview wanapigwa na steward wa Young Africans. Tunawaona. Mimi mwenyewe binafsi nilienda pale KMC wakanitoa uwanjani pale. Si ndio? Yanga walinitoa uwanjani mechi ya Yanga na Prison. Walinitoa uwanjani mimi na tiketi nimekata. Sababu nini? Matukio, ndio haya matukio ya kijinga ambayo mpaka sasa hivi wana uongozi umeamua ushike bamba. Juzi Simba anaenda kufanya mazoezi. Anaambiwa kakuta geti limefungwa. Kilichowauma Simba, kwa nini geti lifungwe? Sio ruhusu muingie basi liingie basi peke yake, Costa isiingie. Kwa nini? Kwa nini isiingie Costa? Wasitambui. Ili weje? Kwani wao nani? Hivi umeelewa kanuni inasemaje? Timu ngeni, timu mwenyeji impishe timu ngeni, impishe. Yaani haikutakiwa hata tumkute mtu wote wa Yanga pale. Walikuwa wanafanya nini pale watu wa Yanga? Au mastewadi Yanga wanafanya nini? Wanalinda uwanja unaibiwa. Kanuni nasema timu mwenyeji impishe timu mgeni aje afanye nini? Mazoezi. Ilitakiwa hata mastewadi tusiwakute pale. Kwa nini tumwakuta? Kwa nini mlango tukukuta umefungwa? Inakuja taarifa eti nani sijui meneja uwanja kupata taarifa. Sawa. Meneja uwanja hakujua kama kuna dabi ya Simba na Yanga? Hakujua. Meneja uwanja hajui kanuni kwamba Simba atakuwa kufanya mazoezi. Raundi ya kwanza Simba na Yanga inacheza. Mwenyeji alikuwepo Simba. Simba alimpisha Yanga, Yanga hakuja kufanya mazoezi. Yanga hakuja kufanya mazoezi. Yanga alitoa taarifa kwa nini hakuja? Mliwazuia eti? Hakuna, hatujai kuwazuia sisi. Dabi ya Simba na Yanga, Simba mwenyeji. Simba alimpisha Yanga aje kufanya mazoezi, hawakuja. Na hakutoa maelezo kwa nini hawajaja. Kwa hiyo kuna vitu vinafanyika ndani ya ligi, lazima Simba. Na ndio maana hata TFF wenyewe wamejitathmini, wakatathmini barua ya Simba. Japo Simba amefanya kosa kugomea mechi, lakini wametathmini Simba anachokisema na kimaanisha. Na ndio maana akatoa tamko kugairisha mechi. Pengine Mandala, katika dabi hiyo kama mngeleta timu, huenda kungetokea labda matokeo yanayohusiana na GSM. Sisi hapa hatuogopi dabi. Wala sisi hatuwezi kuihofia dabi. Wala tuihofii Yanga. Sisi kitu tulichokikwepa sisi
ni kupiga msasa. Yani sisi lengo letu Simba kupiga msasa, kila mtu akae kwenye mstari wake. Hapa tumevumbua, tumeelimisha vilabu vyote kwamba kabla ya mechi unatakiwa kufanya nini? Mazoezi. Ni elimu tayari shatoka. Sisi kazi yetu kupiga msasa. Maana baada ya Simba kugoma kuja uwanjani, leo asubuhi Yanga tumeona wamewafuata kwao kule katika uwanja wenu wa Mo Arena Bunju. Vipi kwanza, imekwaje na mmepokeaje ile swala kuona mmefuatwa mpaka huko? Ndio tafsiri sahihi tunapoongeaga kwamba Yanga ukubwa wao upo wapi? Tunaulizaga si maswali. Unajua unapojiita giant, unatakiwa uishi kigiant. Unapojiita umeona Simba. Kwa hiyo nikupe mfano rahisi. Simba aliposti moja tu kwamba hatuwezi kuja kwenye mechi. Hakuna chochote kilichofanyika tena. Posti nyingine. Wala huoni Simba amefanya kitu kingine chochote. Lakini pale ndo unakuja kuona udogo wa Yanga. Huo ndo unakuja kuona udogo wa Young Africans. Udogo unakuja kuona hapo. Kwa hiyo udogo wake unaonaje? Yanga wanaonyesha udhaifu mkubwa. Wanabeba, wanachukua basi lao na wachezaji wanaenda kuwafuata Yanga Simba eti Mo Arena tunaenda kucheza mechi wakati mechi imegairishwa. Ni udhaifu wa kiasi gani? Ni ujinga kiasi gani? Unajengea picha gani yani ligi? Yani wewe unajengea picha ukubwa wako upo wapi? Watueleze ukubwa wao upo wapi? Umekuaje yani? Si wakubwa, majanti. Ndio unakuja kupata tafsiri. Kafu sio wajinga kumweka Simba 6, Yanga kumweka Simba 13 kwa sababu bado hawajakuwa kiakili. Yanga hauwezi kufanya upumbavu kama unachukua eti basi unafuata Simba eti kwenye kiwanja cha mazoezi tunaenda kucheza mechi. Ule ni ujinga uliopitiliza. Yani Kafu kiziko na vendo mnazidi kushuka thamani. Jana tumeaibika taifa, ndio wanazidi kuleibisha taifa Yanga. Jana taifa limeaibika. Tunashindwa kuweka sura tuziweke wapi. Leo ndio anazidi kuleibisha taifa. Sasa Yanga na hizi timu za ndondokapo zina tofauti gani? Yani Yanga na matimu ya ndondokapo wana tofauti gani? Mechi imegairishwa jana. Viongozi wanapakia wachezaji kwenye basi. Wanaenda eti kuwafuata Simba Mo Arena tukacheze mechi kule. Si upumbavu. Tendo cha kwenda kuwafuata huko ni so cha busara. Na kuuliza wewe swali. Mechi imegairishwa na bodi ya ligi, tarehe itapangwa. Nyinyi mnachukuzana kwenye basi. Kwanza jana walienda uwanjani. Wote. Hivi angalia mechi ndio unajua kama wale watu. Hebu fikiria. Jana jenda uwanjani. Wakatangaza nini? Hali kama wakasemaje? Wamechukua pointi ngapi? Wewe ongea, walichukua pointi ngapi jana? 3. Leo mechi gani ndio kucheza? Si jana washachukua pointi 3. Wao wazima wana akili. Hebu fikiria bwana. Sio twende sawa, twende kikipande. Hebu fikiria hapa. Jana walisema wanatambua dabi ipo. Walitoka kaenda uwanjani na kweli tuliwaona uwanjani. Wakamaliza mechi wakasema wamepata pointi ngapi? 3 mechi washacheza. Leo wanakuambia tena eti wanaenda tena kucheza mechi. Mechi gani inachezwa mara 3? Sasa washacheza jana. Ni utoto na upumbavu uliopitiliza. Kwa sababu hakuwaona ndio wameamua kuwafuata kujua mmepata na nini. Dabi sio wamecheza jana. Jana sio wamecheza dabi, wameenda taifa. Sio wameenda taifa jamani, waandishi si mlikuwepo taifa. Yanga walicheza jana dabi. Sio wakajitangazia wanaongoza pointi 7. Walijitangazia wanaongoza pointi 7 au ndio wanaongoza pointi 7 kwa sababu Simba wajaji wamechukua pointi 3. Kifupi mechi jana imeisha, washacheza. Leo tena anabeba basi tena kufuata Simba kucheza mechi. Ni utoto uliopitiliza. Yaani Yanga ameonyesha udhaifu wa kijinga. Yaani ni utoto uliopitiliza. Hata Mtibwa Kagera Sugar hawezi kufanya upuuzi kama huu. Kagera, Mtibwa, Ruvu Shooting. Yanga ndio amezidi kujishusha vyeo katika tasnia ya michezo. Aibu tulioipata jana ndio anazidi kuudhihirisha umma kwamba wao ndio wanafanya ujinga wa kiasi gani kupindukia. Ndio tunamaliza. Wanasema watapanga tarehe nyingine. Yanga wanasema wao hawataenda. Vipi itakuwaje kama wakipangiwa tarehe afu wakakataa kwenda? Itakuwaje? Hana jeuri. Hawana jeuri. Hii yeke receipt. Alafu utakuja kukumbuka ninachokuambia. Yanga hawana jeuri ya kugomea mechi. Ile sio Simba. Kwani nyinyi mbona mligoma? Sisi tuna protocol. Sisi tuna viongozi wasomi wanatumia protocol. Hawana protocol. Mwanasheria Simba ushaikuwa na kafeli mechi. Yaani kafeli kesi yote. Bernard Monson kesi ilishaje? Kagoma sisi tunafuata protocol. Kwa kwamba nyinyi mna wanasheria wazuri. Mimi nimesema tu mwanasheria ushaikuwa kuona wa Simba kafeli kesi. Bernard Monson kesi yake ilishaje? Kagoma na mikataba anakimbia naye ilishaje?
tunafuata protocol sisi. Tunapoongea kitu tuna jambo letu na tunajua tunamaanisha. Ndio maana jana tulisema hatuchezi dabi. Akasema tutapewa pointi 3, wauliza wamepewa pointi 3. Hii Simba ubaya ubwela the bad is back unstoppable. Wanasema nyinyi mmeharibu ligi ya Tanzania bwana. Tumeharibu vipi? Sisi na walionunua timu 8 hapa Afrika. Na jana baadhi ya timu zimeposti, wanasema sisi tumezaminiwa sio nini. Wao na wenye ujamaa na timu 8 na haribu ligi. Wao uliona Mo kazamini timu nyingine hapa. Kwa sisi tufumbe tu macho hivi tuangalie maujinga anafanyika kwenye ligi tuangalie tu hivi. Hatuwezi, tumeamua na msimu ujao JSM akaendelea kudhamini timu nyingi ligi, tunashindikiza klabu yetu tushiriki ligi yao. Bwana anasema kuna timu nyingine ambazo hazijadhaminiwa, kwa nini Mo asidhamini hizo hapo zilizobakia? Ndio maana nimekwambiaje kiprotocol za mpira Mo Mo anaweza kudhamini ligi yote mpaka JSM mwenyewe mpaka Yanga. Ukigugo hapa sasa hivi tajiri namba 1 Tanzania Mo Dewji anakaa pale juu. JSM namkuta namba 10 chini huko. Lakini kwa protocol za kimpira mwekezaji hauwezi kudhamini timu zaidi ya timu 5 na kuendelea, kuepusha upangaji wa matokeo. Mandela, mimi nikushukuru sana. Nashukuru. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel.